Thank you. Kwa majina anaitwa Gen Z. Hiyo ndio nickname yangu hapa bunge la Changamwe. Mimi nina maoni kuhusu kesho. Kesho sisi kama vijana Kenya nzima tunaenda kuomboleza makomrade wenzetu wenye waliweza kutuacha kwa kupigania haki ya Mkenya, ambao walipigania kikatiba, lakini walikufa kwa kukosa, kwa watu wachache kukosa kufuata katiba. So sisi kwa wale wenye Mungu alitujalia, kwa hiyo siku tulienda kwa maandamano ya amani hiyo siku tarehe 25 June, na tukarudi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, sababu Mungu anipatia fursa hii ya kuona hiyo siku. Tuko tayari siku ya kesho kwenda kupeleka maua na kuwakumbuka ndugu zetu waliotuacha. Na mimi kama Mkenya mzalendo nilisikitishwa sana siku ya finance bill last year, ikiwa members of parliament katika bunge ambao wanaongozwa na majority leader Kimani Ichung'wah wanatawaliwa na mtu mmoja, akili moja inawaambia nenda yes, nenda no. So mimi nikisema kama Mkenya, nikienda peleka maua siku ya kesho, ambao hata nimenyoa kipara, hii ni ishara ya maombolezo ya siku ya kesho. Asante. So mimi nikipeleka maua siku ya kesho, kitu ya kwanza nimejifunza kwa viongozi wetu ambao tuliwachagua waenda waturepresent kama Wakenya katika National Parliament, kuwa wale wako pale kwa interest za wananchi, wale wako pale kwa interest zao binafsi, na wao ndo chanzo kubwa kabisa kwa taifa letu la Kenya, mpaka vijana wetu kwenda mchangani kwa ajili ya kupigania haki zao za kimsingi kama youth. So mimi naweza kuambia waheshimiwa wetu, ikiwemo Mheshimiwa Mwinyi ambao ni hapa Mombasa, na Mheshimiwa Badi, tunashukuru kwa wakati huo mlikuwa upande wa upinzani, hamkuweza kupitisha hiyo finance bill. Lakini kwa wale waheshimiwa ambao wako kwa chama ya UDA, wako ODM, wako na hizo chama zingine, mimi nataka kuambia hizo chama zenyu mtazirepresent mkiwa huku nje. Na mkiwa katika bunge, nafaa mjue pale katika bunge mko pale kurepresent mwananchi katika eneo yako, constituency yako yenye alikuchagua. Hauko pale kurepresent Mheshimiwa Rais, hauko pale kurepresent Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, hauko pale kurepresent Kalonzo, hauko pale kurepresent Rigiji. Mko pale kwa kurepresent mwananchi aliyekuchagua mashinani. Na mwananchi wa mashinani alisema wakati huo mwaka June 25th hiyo last year, kuwa hii finance bill hatuikubali. Waliongelea mapema kwa ground, wakaenda public participation. So kama mnajua nyinyi hamfuati mwananchi, so please mimi nawaomba mambo na public participation muachane nazo. Msiharibu pesa ya umma kutupeleka public participation, kutupeleka sijui mashinani, kuita watu katika national TVs, kufund national TVs, kwenda ma interviews. Muachane hizo sarakasi yote. Kama mnajua nyinyi mnafuata rais, akiwaambia nendeni left ni left, akiwaambia nendeni right ni right. Haina haja mfanye hizo sarakasi yote, muharibu pesa ya umma. Kitu ya pili nataka kusema hivi, Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa na taadhima, mimi kama kijana na kuomba, wacha vijana wapiganie haki yao ya kidemokrasia. Maana pia Mheshimiwa Rais, wakati ulivyokuwa kijana, wakati wa KANU, ulikuwa kijana mmoja maarufu na kijana mmoja mwenye misimamo, mpaka Moi mwenyewe akakupenda kwa misimamo yako. Sasa hizi vijana hii generation sasa hii kiamua pia inafanya misimamo yao ya kupigania haki, si eti hawakupendi Mheshimiwa Rais. Hata kama Raila angekuwa pale na anarani nchi vijana anarani sasa hii, bado vijana wangeenda maandamano. Hata kama Kalonzo angekuwa pale na nchi iende vinaenda sasa hii, vijana wange demonstrate. Hata kama ni Babu Owino na angekuwa rais na nchi inaenda vinaenda sasa hii, vijana wangeandamana. Hata kama ni Sifuna na angekuwa katika hiyo position yako sasa hii na nchi inaenda vinaenda sasa hii, vijana wangeenda maandamano. So Mheshimiwa Rais, mimi naomba sikiza wa Kenya na sikiza vijana,
na tunashukuru kidogo sasa hii umeanza kulainika. Ile mambo ile kusema mambo ni matatu umeacha, ile kuvaa makaunda umeacha, maana kaunda ni ishara ya dictatorship. Siku hizi umepunguza kuvaa kaunda, tunashukuru kwa hiyo Mheshimiwa Rais. Tunashukuru Mheshimiwa Rais. So sisi kesho kama vijana kutoka Mombasa hapa tuko tayari, tushanunua maua na tumewaambia vijana wenzetu kutoka Mombasa na Kenya nzima tusibebe mawe, tusibebe rungu kama wale wengine walinunuliwa na Sakaja kule Nairobi wakabebea watu rungu. Sisi tusibebe rungu, maana sisi hatuko kwa kupigana, tuko kwa kuomboleza na tuko tayari. Kitu yenye tutabeba ni flag, kwa wale wenye wajui ni flag na maji, na kama unaweza kupata nguo ya white pia ni vizuri ukivaa nguo ya white. Alafu nyingine maybe sababu polisi wetu si wote ni wazuri, wengine wana sarakasi zao na wana stress zao za economy ya Kenya. Beba hata kama ni Colgate upake huku, angalau in case of any tear gas imetupwa inaweza kusaidia, maana si polisi wote wanaelewa hiyo maneno. Sorry. Yes. Hapa Mombasa sana huku hakuna gun sana, but kuna wale watu wa kupora. Yeah. Hapa Mombasa sana sisi za Changamwe sana, tuseme side za kule town, side za Likoni kule na side za Kisauni. Pengine wewe as a youth mwenye umekuwa na good representation hapa kwa bunge, unaona mambo ya civil education, utawaambiaje? Pengine kuna kijana atatazama hii clip before kwenda maandamano, hakuwa na malengo ya kwenda kupata ile simulators kutoka kwa mtu, kwenda kupata kipochi ya mama, utamwambiaje? Asante. Mimi nataka kuambia vijana wenzangu kutoka eneo hili ya Mombasa na Jomvu, kuanzia wajua Mombasa imeanzia Bonje mpaka kuelekea Likoni Ferry, kuelekea Mtwapa, hiyo yote ni Mombasa na pwani kwa jumla. Nataka niwaambie vijana wenzangu, Kenya hakuna kazi, kitu ya kwanza. Ndio maana vijana sasa hiyo, ndio maana kesho ni siku ya kazi na vijana watatokea wengi Kenya nzima kwa street wakienda kuomboleza. Hiyo ina maana kuwa vijana wengi hawana ajira. So wewe kama kijana mumeform group yenu, muenda kuibia kijana mwenzako mwenye pia ana ajira. Yafaa kabla ufanye hiyo kitendo jiulize, je, hii ni ungwana? Kitu ya pili, sisi vijana kwenda kwa street siku ya kesho, tunaomba wale wenye kama unajua wewe hauko pale kwa kuomboleza, uko pale kwa nia yako fiche ya kuibia watu. Na kati huku nyuma unasema Kasongo must go, na wewe mwenyewe pia ni Kasongo hapa mashinani. Mimi nakupatia warning kama kijana kutoka hapa Mombasa. Ukipatikana siku ya kesho unawafanyia watu, unaibia watu ama unarushia watu mawe ama unavunja duka ya mtu, my friend, ili uharibie peaceful demonstration jina, mimi nakupatia warning na mapema, don't try siku ya kesho. Maana siku ya kesho ni siku ya kuomboleza na hatuna nia mbaya ya kufanya kama vijana. So mimi naomba kwa wale wana nia mbaya, wanajiita mawayo, maana Nairobi wanaitwa magunzi, Mombasa wanaitwa mawayo, ama wanaitwa wajukuu wa bibi, ama wanaitwa Bon Mombasa Dai Mombasa. Tunawaambia tafadhali siku ya kesho, hatutaki kujua Bon Mombasa Dai Mombasa, hatutaki kujua wewe ni mjukuu wa bibi, hatutaki kujua wewe ni wayo, na hatutaki kujua wewe ni teja. Usijaribu kukaribia hapo, maana utakuwa umekanyaga red carpet. Siku ya kesho ni siku ya kuomboleza, na utaki maombolezo mwingine kupitia wewe mwizi unataka kuja kuibia watu simu zao. Asante. Mimi kwa maoni yangu kama Mkenya na kama kijana katika bunge la Changamwe, naweza sema hivi, kama kweli naweza ongeza kisiasa kidogo, kama kweli unafuatilizia siasa ya sahihi, na pale mwanzoni venye Mheshimiwa Rais alipata mamlaka kidogo, wajua kwa hii maisha kuna vitu unazaliwa nayo na kuna vitu unafunzwa kulingana na environment. So kidogo mimi naweza sema Mheshimiwa Rais anajaribu kulegea, ngaja hajalegea lakini anajaribu kulegea. Maana ile mwanzoni alipopata mamlaka, mimi kama kijana niliona ni kama aliona yeye the most superior hapa Kenya sasa.
Maana alisema ulisikia paka hata ulikuwa unaona wakati huo deputy wake vijana behave Rigathi Gachagua kwa wanaenda paka kwa former president, wanaharibu mpaka mali yao. Kitu yenye Rigathi amefanya akiwa kwa serikali na bosi wake akiwa ni rais, inamaanisha kuwa hiyo order imetoka from the above. Mboyo mimi siwezi laumu huyu nikaacha huyu. Wote walikuwa kwa chini moja wakati huo. Na kweli niliona wakati huo hata uongozi ulikuwa mpaka wale ma investors walikuwa wanatishiwa, wanaambua mambo ni matatu, ni uende binguni ufanye nini. So lakini kidogo ulikuwa unaona pia nguo zake, mavazi yake ilikuwa ni mavazi ya Kaunda, ambao kwa historia ya Kaunda tunajua kina Mobutu Sese Seko ndio wakivaa hizo manguo. Kwa wale wenye wamesoma vitabu za history, ilikuwa ni watu wa dictatorship. Lakini siku hizi tunaona anaanza kuvaa mpaka nguo za white. Inamaanisha kuwa ameanza kujifunza kupitia environment na kupitia Wakenya venye wanalalamika. Pili, tumeona hii finance bill ya this year, I don't know it's finance bill ama ni budget ya this year, venye this year imepelekwa na last year venye ilipelekwa, kuna ulegevu fulani, kuna utofauti fulani. Kama kweli tukiata tutoe mambo na mrengo, tukiongea kama Wakenya, kuna utofauti fulani. Ubavu, hakuna ubavu pale. Tumeona mpaka CS wa John Mbadi alijaribu kwenda mpaka mwenyewe katika mashinani kukutana na vijana kuji-explain. So hiyo inamaanisha kuwa kuna ulegevu fulani. Si kama last time tulikuwa tunaambiwa ni kama ile ni kama CS of budget alikuwa Mr President. Maana ndio kwa kama hiyo finance bill ilikuwa ndio kwa kisukuma sana kwa media. Lakini ndio tumeona hata yeye amejaribu cool down, kunyamazia hiyo story na kuachia CS John Mbadi kufanya kazi yake. Mbona kidogo tunaona ulegevu fulani tunaona. Na ndio maana nimetangulia kusema mwanzoni, kuna vitu mtu anazaliwa nayo na kuna mambo mtu anajifunza kupitia kwa jamii. So na wale watu mtu amezaliwa nayo anakuwa mzuri sana kushinda yule mwenye amejifunza kupitia kwa jamii. Na tunaona rais amejifunza kupitia kwa jamii, ambao round hii kidogo